Klabu ya Young Africans imeanza mazungumzo rasmi ya kumrejesha aliyekuwa kocha wao mkuu wa timu hiyo, Said Ramovic, ambaye kwa sasa yupo bila timu baada ya kuachana na klabu ya CR Belouizdad ya Algeria. Taarifa zinaeleza kuwa Ramovic amewekwa katika orodha ya makocha wanaopewa nafasi kubwa ya kurejea ndani ya kikosi hicho kutokana na uelewa wake wa mazingira klabu pamoja na uzoefu alioupata akiwa maeneo ya Yanga katika msimu uliopita. Uongozi wa Yanga umeanza mawasiliano ya awali kwa lengo la kujadili uwezekano wa kurejea kwake kabla ya msimu ujao kuanza. Akiwa ndani ya CR Belouizdad, Ramovic alikuwa sehemu ya benchi la ufundi lililokuwa likisaidia uendeshaji wa timu hiyo katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Hata hivyo, changamoto za kiuongozi zilijitokeza ndani ya klabu hiyo zilisababisha mkataba wake kusitishwa kabla ya muda wake kumalizika. Inaelezewa kuwa pia kuna masuala ya kifedha na mhusu kocha huyo baada ya kuondoka, ambapo anadai baadhi ya stahiki zake kutoka kwa klabu hiyo. Mazungumzo ya Yanga na Ramovic yanaangaliwa kama sehemu ya mpango mpana wa klabu hiyo katika kuhakikisha inapata kocha mwenye uwezo wa kuendeleza ushindani uliopo ndani ya timu, hasa katika mashindano ya Ligi Kuu Tanzania Bara na michuano ya kimataifa ya CAF Champions League. Kwa sasa Yanga ipo chini ya uongozi wa kocha msaidizi wa Abdul Malin, ambaye anakaimu majukumu ya ukocha mkuu kufuatia kuondoka kwa aliyekuwa kocha mkuu Pedro Gonçalves. Hali hiyo imefanya klabu hiyo kuingia katika kipindi cha mpito cha kiufundi, huku uongozi ukiendelea kutathmini chaguo mbalimbali za makocha. Uongozi wa Yanga umeelezwa kuwa katika hatua hiyo ya kufanya tathmini ya kina ya makocha wanaoweza kuongoza timu hiyo kuelekea msimamo ujao. Mchakato huu unahusisha kuchambua rekodi za makocha, uzoefu wao katika mashindano ya kimataifa pamoja na uwezo wao kuendana na malengo ya klabu katika soka la ushindani. Ramovic anatajwa kuwa na sifa za uelewa wa mfumo wa Yanga kutokana na muda aliowahi kufanya kazi ndani ya timu hiyo. Uzoefu huo unatajwa kuwa moja ya sababu zinazomweka katika nafasi ya juu katika orodha ya makocha wanaowezekana kurejea. Mazungumzo hayo kati ya pande hizo bado yanaendelea na maamuzi ya mwisho yanatarajiwa kufanywa baada ya tathmini ya kina ya pande zote mbili kukamilika. Klabu inaendelea kusisitiza umuhimu wa kupata kocha atakayelingana na malengo ya muda mfupi na muda mrefu ya timu hiyo.